Wakati Umoja wa Ulaya ukiweka msimamo wake wa kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi, lakini pia ukiweka vikwazo vingine na kuitaka Urusi ipunguze bei yake ya nishati ya mafuta, Urusi imesema kwamba kamwe haitapiga goti dhidi ya mataifa hayo ya kimagharibi. Urusi imeweza kukabiliana na shinikizo la kigeni na kupanua uchumi wake licha ya kuwa nchi iliyoidhinishwa zaidi duniani kwa vikwazo. Waziri wa fedha Anton Siluanov aliwaambia waandishi wa habari juu ya suala hilo. Mataifa mengi ya magharibi yameweka vikwazo vingi na vikubwa kwa Urusi tangu mwaka 2022 kutokana na mzozo wa Ukraine, yakilenga sekta kama ya biashara, nishati pamoja na fedha. Walakini uchumi wa Urusi umekuwa kwa zaidi ya 4% katika miaka miwili iliyopita na mapato halisi yaliongezeka kwa zaidi ya 7% mwaka uliopita. Siluanov alibainisha, uwiano wetu wa deni kwa pato la taifa unasimama katikati ya 15%, mojawapo ya hatua nzuri zaidi kati ya nchi za G20. Na kisi ya bajeti yetu ni ya chini zaidi, ikiwa ni 1.7% kwa mwaka 2024, na mwaka huu itabaki sawa. Sera ya kifedha inayowajibika inatoa matokeo, alisema Siluanov. Urusi sio nchi ambayo itainama chini ya vikwazo vya watu wa magharibi. Sisi tumesimama imara tangu mwaka 2022 na wao wamekuwa mara kadhaa wakiumba kiuchumi kuliko hata sisi tulioingia katika mapambano mazito dhidi yao. Wao wapo zaidi ya mataifa 32 dhidi yetu, lakini tumesimama imara na uchumi wetu umezidi kukua kila kukicha, na wamekuwa wakiomba mafuta pamoja na gesi kwa bei nafuu, lakini sisi tutauza kwa bei ambayo ipo katika soko la kimataifa. Kwanza, eneo letu ni kubwa na sisi ni taifa linalojitosheleza lenye uwezo wa kutoa kila kitu tunachohitaji, kutoka rasilimali za nishati hadi chakula na mtaji wa kiakili. Pili, katika kukabiliana na vikwazo vilivyowekwa na G7, tumeelekeza upya mtiririko wetu wa mauzo ya kibiashara kuelekea mataifa ya BRICS, na tunaona kwamba mkakati huu umefaulu kwa asilimia kubwa, anasema Siluanov. Anasema kwamba taifa la Urusi ni taifa lililojaa rasilimali nyingi, na hivyo wao wenyewe, kutokana na hali ngumu ya uchumi baada ya kuweka vikwazo dhidi yetu, hali yao ilizidi kuwa mbaya zaidi, na hatimaye baadhi ya mataifa yamekuwa yakinama mbele za Urusi. Lakini sisi kama hatutaweza kuinama mbele yao, anasema Siluanov. Nia yao ni kuiharibu Urusi, lakini wanajiumiza hata zaidi, aliongeza, akibainisha kuwa serikali ilijibu shinikizo hilo kwa hatua pana, kutoka kusaidia viwanda muhimu vya biashara ndogo ndogo hadi kuwekeza katika sekta kama utalii. Marekebisho hayo, alisema, yamesaidia kupunguza utegemezi wa nchi kwenye soko la kimataifa la nishati. Ndiyo, tunaishi chini ya hali ngumu, tukiwa tumezungukwa na vikwazo, lakini tunaishi na tunaendelea, na hilo ndilo jambo muhimu zaidi kwetu, Siluanov alibainisha. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Urusi, kwamba kamwe hawatainama kupiga magoti dhidi ya vikwazo vya watu wa magharibi kama ambavyo wametangaza. Na ikumbuke katika siku zijazo watakuwa na mkutano mkubwa wa Umoja wa Ulaya, ambapo watajadili baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi, hasa vikwazo vya mafuta pamoja na gesi, lakini pia na kuweka vikwazo vingine ambavyo vitatangazwa siku ya mkutano wao huko Brussels. Lakini baadhi ya mataifa ya Umoja wa Ulaya yamekuwa yakipinga juu ya vikwazo hivyo, ikiwa ni pamoja na Hungary. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi ya ulimwengu.